Katika jina lako Bwana kila goti litapigwa na kukiri ya kuwa Kristo wewe ndiye Bwana. Baba, jina lako limesimamishwa katika eneo hili. Na Baba, jina lako limguse kila mmoja. Tunashukuru jina lako kwa ajili ya Baba wa rehema, matendo makuu unaendelea kutenda katika maisha yetu. Tumepata kibali tena Baba wa rehema kusikia kutoka kwako Bwana. Neno lako lituponye, litukuishe, litugange Baba majeraha yote, na lituumbe tena upya na kuturudisha katika asili ya uumbaji. Tunakushukuru maana Bwana tuko katika kitabu cha Mwanzo, na kitabu cha Mwanzo inahusu mwanzo wa kila kitu. Baba, turudi katika mwanzo wetu, turudi katika asili yetu, hatua zetu Baba wa rehema, na njia zetu zote Baba zirejee, katika jina la Yesu Kristo naomba, na wote tuseme amen. Jana nilifanikiwa kupitia na watakatifu wa Bwana kwenye sura ya 6, na tukaishia pale ambapo Nuhu anafanya kama Mungu alivyomwagiza. Mungu alimwagiza Nuhu ya kuwa Nuhu amepata kibali machoni pake, lakini akasema ya kuwa dunia imeharibika maana kila mmoja alikuwa akiwaza mabaya. Na Mungu akawa amesema ya kuwa moyo wake hautashindana na moyo wa mwanadamu, maana mwanadamu tangu mwanzo huwaza mabaya. Na Mungu akasema ya kuwa atafutilia mbali kila kitu chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Na hatimaye anatoa agizo kwa Nuhu, na Nuhu anajenga safina kwa vipimo vya sasa hivi ni mita 300 kwa mita 33 na kwa mita 13 kwenda juu. Sasa nataka tuende kwenye sura ya 7 tuone gharika ilipokuwa juu ya nchi ilikuwaje. Lakini kwa nini Mungu anaamua kupitisha hukumu yake wakati ndio bado alikuwa ameanza kuumba? Hapa unaweza usielewe vizuri sana, lakini kumbuka kuwa ile kusudi la Mungu la uumbaji tayari ilishaingiwa na doa. Shetani alishaunajisi uumbaji, na shetani akaweka mbegu yake katika mbegu ya wanadamu, na tayari wakajitokeza watu ambayo watu hao wangeweza hata kuishi miaka mingi, kwa sababu walikuwa ni matokeo wa malaika walieanguka ama walietupwa nje pamoja na wanadamu. Na ukiona matokeo ya watu hawa walikuwa ni majitu, watu ambayo ni watu wanayetawala, maana walionea watu sana kwa sababu walikuwa na uwezo kinguvu na kimwili, na hata kiroho walikuwa najua ulimwengu wa kiroho, maana hawakuwa wanadamu wa kawaida. Na Mungu akaingilia kati, akaamua ya kuwa agairi uumbaji. Kumbuka Mungu anapoongea swala la kugairi uumbaji, tayari bado Nuhu hajapata kibali machoni pake. Na ina maana Mungu alikuwa anasema nataka kuangamiza kila kitu, labda aje awaze tena baadaye kuumba tena upya. Lakini katika mchakato huo, hapo ndipo pakatokea mtu mmoja ambayo alipata kibali machoni pa Bwana. Uzuri wa Mungu ni kitu kimoja. Mungu anaweza kutumia mtu mmoja. Mara nyingi Mungu hutumia watu wachache sana. Usidhani kama Mungu hutumia watu wengi. Na pia Mungu hatumii mambo makuu. Mara nyingi Mungu hutumia mambo manyonge. Hata asili ya Injili ni unyonge. Ndio maana watu wa Mungu, ukisoma Biblia utashangaa sana. Utashangaa sana. Kama ukiangalia kati ya
Musa na kaka yake Haruni, Musa alikuwa ni mtu mpole tena, hata asiyeweza kuongea. Ukiangalia kati ya Isau na Yakobo, Yakobo alikuwa ni mtu anapika nyumbani, ana roast tu mchuzi mzuri, lakini yule mtu aliyekuwa hodari wa kuwinda na kupambana, wala hata Mungu hakumtumia yeye wala kumchagua. Pata picha kuwa palikuwepo maeneo mazuri sana kipindi kile ambapo Yesu alikuwa anazaliwa. Lakini ilikuwaje Yesu aende akazaliwe kwenye honi la wanyama? Unaweza ukashangaa. Lakini kumbuka ya kuwa Mungu hutenda kazi na mambo manyonge. Sasa ile unabii katika kupewa jina Musa Nuhu na baba yake Lameki, ya kuwa huyu ndiye atakayetuokoa na ardhi iliyolaaniwa, inatimia sasa. Watu wa Mungu afanyi mambo kwa kubatisha, anafanya mambo kwa uhakika. Na ndio maana wakati Nuhu anazaliwa anapewa jina, tayari katika ulimwengu wa kiroho alishaonekana atakuja kuwa ni mtu aina gani. Hebu tuende kwenye sura ya 7 tupate kuona kinachoendelea. Lakini tayari Nuhu amepata kibali na pia amepata na maagizo ya cha kufanya, na kinachofuata ni Nuhu tayari anajenga safina. Lakini wanayemsaidia kujenga safina ni watoto wake. Umejua saa nyingine unaweza ukashangaa watu watatu wajenge ghorofa 5. Ndio maana ilikuwa ni kazi. Maana watu wa zamani walikuwa pia sio watu kama sasa hivi. Walikuwa ni watu wenye miraba 4. Walikuwa ni watu wenye nguvu kweli, maana bado uzao bado ulikuwa hujanajisika. Hata haya magonjwa mengi bado hayakuwepo. So walikuwa wanafanya kazi kweli kweli, lakini nilipata hata miaka 120. Eti onyo pamoja na kujengwa kwa safina ikachukua maisha ya mwanadamu ya sasa hivi. Maana sasa hivi angalau wengi wanaelekea kwenye miaka 120, lakini pata ya kuwa watu hao wakajenga. Hebu tuende kwenye sura ya 7 ili tupate kuona. Nasoma kwa jina la Yesu. Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Katika wanyama wote walio safi jitwalie 7 mume na mke, na katika wanyama wasio safi 2 mume na mke. Tena katika ndege wa angani 7 mume na mke, ili kuhifadhi hai mbegu juu ya uso wa nchi yote. Umeona kwa ndege ngapi? 7 kujitwaulia ile uzao wa ndege. Lakini pata picha kuwa amejenga, lakini Mungu anamwambia kuwa wewe ingia kwenye safina, wewe na familia yako, maana wewe umepata kibali. Pamoja na akujenga safina ya kwake, Nuhu anaonyesha mfano mzuri sana, kwa sababu hebu pata amejenga, lakini anasubiri tena ya kuwa Mungu ndio ampe kibali cha kuingia kwenye safina. Hii ni mfano wa kuigwa. Lakini pata picha ya kuwa mara nyingi watu wanapewa hata huduma na Mungu, lakini baadaye wao wanakuwa kama huduma hizo wamezikumbatia na wanafanya wanachotaka. Hata Mungu akifundisha hivi unakuta mtu anaenda kinyume kabisa. Lakini umeona hata sasa hivi hii huduma ya agizo kuu sio la kwangu wala sio la kwako. Hili ni la Mungu. Kama kweli tunataka iende mbele na iguse dunia yote na ifikishe watu mbinguni ama katika ile ahadi ya Bwana, basi tunahitaji tuongozwe na Mungu mwenyewe. Musa, mbona mdomo wangu umekaa kwenye Musa? Maana nilikaa sana kwenye Musa kutoka. Nikaa sana kwenye Musa, alafu nishakamata Musa sana. Lakini Nuhu akaendelea kuonyesha mfano bora. Watu wa Mungu, nasema hivi. Umejua kama ingekuwa ni mwaka mmoja ama miaka 2 kujenga, angalau ingekuwa ni kipindi kifupi, lakini alianza kujenga safina mwaka gani? Kwa mahesabu, umejua Biblia kuna wakati mwingine unahitaji ufanye mahesabu ili upate kujua ama kuelewa mambo mengine. Ili uelewe Nuhu alianza kujenga
safina katika mwaka gani, unahitaji kujua ya kuwa gharika ilikuwa juu ya nchi akiwa na miaka mingapi. Gharika inapokuwa juu ya nchi, yeye alikuwa na miaka 600. Lakini kama safina ilijengwa kwa miaka 120, ina maana tunahitaji tutoe 120 kwenye miaka 600, ambao tunapata miaka 480. Lakini tuliona kwenye sura ya 5 mwishoni ya kuwa Nuhu alipokuwa mwenye miaka 500 akazaa Shem, Yafet na lakini pata picha kuwa kumbe anapozaa wakina Shem, Yafet na Ham, tayari alishaanza kujenga safina. Akaanza mwenyewe, hatimaye akaja akapata na watoto wamekuwa mpaka watoto wanaendelea kumsaidia kujenga safina. Umeona, ni kitu cha ajabu sana. Lakini tunachojifunza kubwa sana katika jambo hili ni Nuhu alikuwa ni mtii na mvumilivu. Watu wa Mungu, hata wokovu inahitaji utii na uvumilivu. Maana Yesu akasemaje? Akasema ni wale watakaye vumilia mpaka mwisho, wao ndio watakayefanya nini? Wao ndio watakayeokolewa. Lakini sasa hilo andiko watu wengi hutumia vibaya. Mara nyingi kwenye Biblia watu wengi hutumia maandiko mengi vibaya. Andiko hili haina maana ya kuwa wokovu itakuwa ni mwishoni baada ya kuvumilia mpaka mwisho. Wokovu huo ina maana utaokolewa na mabaya, utaokolewa na kwenda motoni, utaokolewa na mabaya yatakayepata wale ambayo walijiunga na shetani. Ina maana wokovu ambao tunaokoka, hii inatuongoza kuja kufikia kuokolewa katika yale mabaya yatakayepata wengine. Ndio maana watu wa Mungu, unaweza kuchukua Biblia ukatafsiri unavyotaka. Bila shaka Biblia itakufuata. Lakini mnakwenda kuachana njia panda. Utakwenda kufika njia panda, ujue uelekee kushoto ama kulia. Ndio maana watu wa Mungu, wengine wanasema kwa Yesu aliposema kuwa ninaondoka lakini mtaletewa msaidizi mwingine. Wengine wanasema kuwa Yesu alisema kuwa atakuja mwingine wa kuanzisha imani nyingine. Ndio. Kwani wewe hujasikia? Wewe hujasikia? Ndivyo wanavyosema. Lakini huyu alikuwa ni Roho Mtakatifu. Maana Yesu akasema kuwa ninaondoka lakini mtamuomba Baba awatumie msaidizi mwingine ambao yeye atakuwa ni mfariji wenu, atakuwa ni msaidizi na mwalimu wenu. Lakini kumbuka, watu wengi upindisha. Nasema hivi watu wa Mungu, kwa kweli tunahitaji kuwa na utii kama Nuhu alivyokuwa na utii. Uvumilivu saa nyingine, na sio saa nyingine, mara nyingi ulipa. Hata sasa hivi, kwa nini mimi hata kama hali imekuwa ngumu namna gani lazima nitaiji nije? Yamkini haya ya siku ya leo ndio mtu mmoja kati yetu anahitaji, ama mtu mmoja anayetufuatilia kutoka mbali ili apate kupona. Umejua kila jambo na wakati wake. Kuna mtu mwingine amepangiwa tarehe 6 saa 1 kasoro ndio muda wake ambao inatakiwa Mungu akutane naye. Lakini sasa, je, unapokataa kuja kwa Bwana hali imekuwa ngumu mimi nisije, tayari umezuia mtu fulani kupata baraka zake. Ndio maana hata kama ikiwa ngumu namna gani, lazima mimi nifike. Na utaona kabisa wewe uliyekuja hapa ukiwa katika hali mbaya, utaondoka hapa ukiwa mzima. Ndio maana utajua kabisa kwa shetani alileta vurugu, kwa sababu leo ilikuwa ni siku yako ya kupona. Hebu tuende kwa jina la Yesu. Kwa maana baada ya siku 7 nitainyeshea dunia mvua siku 40 mchana na usiku. Hebu pata picha kuwa katika ile miaka 120 Mungu akuongea tena na Nuhu. Umejua kuna wakati mwingine neno la Mungu watu wengi hawaelewi. Mungu alipoongea na Musa kupitia kutambua ya kuwa ndani ya dhamiri yake ya kuwa ajiunge na Waebrania wenzake wanayeteseka, na akakataa kuitwa mwana wa binti wa Farao. Kumbuka ya kuwa mpaka anaua, mpaka anaenda jangwani, anakaa miaka ngapi? 40. Mungu akusema naye mpaka baada ya miaka 40 akiwa pale nyuma ya mlima Sinai,
anachunga kondoo za baba yake Jethro, baba mkwe wake Jethro. Hapo ndipo anaona kichaka kikiwaka moto lakini hakiteketei. Hapo ndipo sasa Mungu anasema naye, lakini Mungu akasema naye kuwa mimi nitaangamiza wanadamu, lakini katika vipimo hivi tengeneza safina. Na anapoanza Mungu asemi naye mpaka anapokamilisha safina baada ya miaka 120. Hapo ndipo sasa Mungu anamjia na kumwambia kuwa wewe ingia kwenye safina na jamaa zako, maana umepata kibali, lakini pia chukua ndege, lakini ngapi? 7, kila aina 7, kusazia nini? Uzao kwa ndege. Lakini katika wanyama pia anaamrishwa, lakini tokea nini? Gharika itakuwepo juu ya juu ya uso wa nchi. Nikuulize, hii wiki moja ilitosha kutembea na kutafuta aina zote za ndege na wanyama? Lakini kumbuka ya kuwa wanyama wanamuelewa sana Mungu. Kabla haijatokea gharika ama haijatokea tetemeko na mabaya, fuatilia, utaona wanyama kabisa wakihama, wanahamia kwingine kabisa. Hata inapotaka kipindi cha kiangazi, wanyama huwa hawaendelei kuzaana. Kama hujajua, hakuna watu ambao wako katika frequency ya kutambua majira na mambo mengi yanayekuja kama wanyama. Ndiyo maana wanyama walitambua jambo hilo na walileta ushirikiano. Tayari pata picha ya kuwa kwa nini hawakugombania nafasi hiyo. Kwa nini waje tu dume na jike? Mungu ni muumbaji, yeye ni yote katika yote. Ndio maana waskola wa Biblia wanasema kuwa kwa vipimo hivyo, ina maana wanyama walikuwa ni zaidi ya 45,000 wanyama tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hebu pata picha, ilikuwaje ikahifadhiwa chakula cha kutosha na zaidi? Ndiyo maana nasema hivi, utakachofanya chochote unapoongozwa na Mungu hutabahatisha wala hutakosea. Ndiyo maana wale wanayemtumainia Bwana, wao wanakuwa kama mlima Sinai, maana hawawezi kutikisika. Chochote unachokifanya cha kimungu, mimi sijawahi kuona nimeshindwa. Hata siku ambayo niliona kabisa hali imekuwa mbaya na shetani anasema kabisa leo huwezi kusimama na kufundisha, bado niliona Mungu akiingilia kati na nikisimama na nikimwambia shetani ya kuwa mimi na wewe tulishaga achana miaka mingi. Mikataba kati yangu na kumtumikia shetani ilishagaisha kipindi kile nilichokuwa natenda mabaya. Lakini nilipoamua moja kwa moja kuokoka na kujiunga na Mungu moja kwa moja, mimi sinaga unafiki, mimi ni mtu mwenye msimamo, na mimi nimeamua kumfuata Mungu moja kwa moja. Haijalishi watu wote duniani wanamkataa Mungu, wanamwacha Mungu, wanajiunga na shetani, hata kama itabakia ni mimi niko tayari. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuendelee kumuona huyu mtu ambayo Mungu akampokea na kibali ikawa pamoja naye. Kwa maana baada ya siku 7 nitanyeshea dunia mvua siku 40 mchana na usiku, na kila kilicho hai nilichokifanya juu ya uso wa nchi nitakufutilia mbali. Nuhu akafanya kama vile Bwana alivyomwamuru. Naye Nuhu alikuwa mtu wa miaka 600 hapo hiyo gharika ya maji ilipokuwa juu ya nchi. Nuhu akaingia katika safina, yeye na wanawe na mkewe na wake za wanawe pamoja naye, kwa sababu ya maji ya gharika. Na katika wanyama walio safi wanyama wasio safi na ndege na vyote vitambaavyo juu ya nchi wakaingia katika safina alimo Nuhu, wawili mke na mume, kama vile Mungu alivyomwamuru Nuhu. Hata wadudu waliingia.
Umesikia na vinavyotambaa juu ya nini? Wakina chura wakaingia, nyoka humo humo, sisimizi humo humo, wadudu wote humo humo. Maana ya kuwapata picha ya kuwa hata wadudu walikuwa na akili kuliko wanadamu wa kipindi kile, hata vinavyotambaa juu ya nchi. Ndio maana kuna wakati mwingine, watu wa Mungu, hata wanyama wana akili kuliko. Tayari wanaingia ndani ya safina, lakini neno ambayo ni wanyama wasafi na wasiokuwa wasafi ina maana gani? Kwa wakati huo bado mwanadamu alikuwa hajapewa kibali cha kuwala wanyama. Mwanadamu alikuwa hali nyama. Chakula cha mwanadamu ilikuwa ni matunda. Mwanadamu anakuja kuongezewa kwenye mlo wake nyama katika ile sura ya 9 baada ya wao kutoka kwenye gharika. Ndipo sasa wanaambiwa kuwa wanapewa sasa kila kinachoenda juu ya nchi chenye nini? Chenye uhai, hata kama ni konokono, hata kama ni chura hata kama ni inge. Watu wanafanya lakini watu wanakula. Watu wengi wanakula, ingawa wana wa Israeli walikuja kuambiwa wasile baadhi, lakini Yesu alipokuja alifungua tena watu wale. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unamuona nyoka kama adui. Kuna mtu akimuona nyoka ameona kitoweo kitamu kuliko. Wewe mweke hapo nyoka ama mweke hapo ng'ombe. Chagua nini? Chagua mbwa. Kuna mtu mwingine unaweza kana ukawa unafuga mbwa kwa ajili ya kazi ya ulinzi, lakini kuna mtu akiona mbwa huyo, yani mate upende na mtoka vibaya mno. Anasema jamaa huyu hajui utamu uko wapi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kinachofanyika, wanyama wasafi walikuwa ni wanyama ambayo wanaweza wakatumika kwenye kumtolea Mungu sadaka ya kuteketeza. Na ndege wasafi pia ni wale ndege ambao walikuwa wanatumika kwa kumtolea Bwana. Lakini ndege wengine ambao walikuwa watumiki kwa kumtolea Bwana, ambao hebu twende mstari wa 10. Ikawa baada ya siku hizo juu ya nchi, katika mwaka wa 600 wa maisha ya Nuhu, mwezi wa pili, siku ya 17 mwezi, siku ile chemichemi zote za vilindi vikuu zilibubujika kwa nguvu madirisha. Unaona, katika miaka 600 ya nani? Ya Nuhu. Siku ya ngapi? Unahitaji siku mwezi wa pili siku ya 17. Mwezi wa pili siku ya 17, hapo gharika inakuwa juu ya nchi. Unaambiwa hivyo ili sasa katika mahesabu pale ambapo gharika pale ambapo watatoka ndani ya safina, ili upate kufanya hesabu, ili tupate ni walikaa zaidi ndani ya safina zaidi ya mwaka moja. Lakini hebu pata picha kwa wamekaa tu sehemu moja mwaka moja mzima. Huo ilikuwa ni utii na uvumilivu wa hali ya juu. Sio vizuri, si ndio? Kuyanga sio nzuri. Hebu twende mstari wa 12. Mvua ikanyesha juu ya nchi siku 40 mchana na usiku. Siku ile Nuhu akaingia katika safina, yeye na Shem na Ham na Yafeth, wana wa Nuhu, na mkewe Nuhu na wake 3 wanawe pamoja naye, wao na kila mnyama wa mwitu kwa jinsi yake, na kila mnyama wa kufuga kwa jinsi yake, na kila kitambacho chenye kutambaa juu ya nchi kwa jinsi yake, na kirukacho kwa jinsi yake, kila ndege wa namna yoyote. Waliingia katika safina alimo Nuhu. Bado Mungu ameitunza ile jinsi yake. Hapa kuwepo chochote chenye mchanganyiko. Ilikuwa ni kama ni mbwa basi ni mbwa, kama ni nyani nyani.
lakini huwezi kupata kwa palikuwa na mara nyani mara mbwa eti ajabu ajabu. Hapana, kila kitu kwa jinsi yake. Ndio maana na wewe kama umeokoka, basi kwa jinsi ya wokovu ubaki kuwa katika jinsi yako, usiwe huku umeokoka, baki na wokovu. Hii mchanganyiko, sijui mara unafanya mabaya huku umeokoka, Mungu hataki hivyo. Waliingia mstari 15, waliingia katika safina walimo Nuhu wawili wa kila chenye mwili kilicho na pumzi ya uhai ndani yake. Na walioingia waliingia mume na mke na kila kitu chenye mwili kama vile alivyomwamuru. Ilikuwako juu ya nchi siku 40, nayo maji yakazidi akaieleza safina, ikaelea juu ya nchi. Maji yakapata nguvu yakazidi sana juu ya nchi, na ile safina ikaelea juu ya uso wa maji. Maji yakapata nguvu sana sana juu ya nchi, na milima mirefu yote iliyokuwako chini ya mbingu ikafunikizwa. Maji yakapata nguvu hata ikafunikwa milima kiasi cha mikono 15. Wakafa wote wenye mwili waendao kitu chenye pumzi na roho ya uhai puani mwake kikafa. Kila kilichokuwa katika nchi kavu, kila kilicho hai juu ya uso wa nchi kikafutiliwa mbali, tangu mwanadamu hata mnyama kufugwa na kitambacho na ndege wa angani vilifutiliwa mbali katika nchi. Akabaki Nuhu tu na hao walio pamoja naye katika safina. Maji yakapata nguvu juu ya nchi siku 150. Bwana Yesu asifiwe. Umeona sasa, vyote viendapo juu ya nchi yenye uhai vinafutiliwa mbali. Umeona ya kuwa maji ilifunika milima mikono 15. Yule mlima ambao ulikuwa ni mrefu katika kipindi hicho eti mita 15. Ukisema mkono 15, ina maana mkono wangu huu ni mita 1. So ina maana ikafunikiza mlima mita 15. Hata kama ulikuwa umepanda juu ya mlima tayari akaifutilia mbali. Unakwenda kufutilia mbali, akafuta kweli kweli, na akabakia Nuhu na wale wanyama waliopo ndani ya safina. Lakini mimi bado wanasayansi hawana cha kuniambia, maana wakiongea swala la vinavyoelea juu ya maji, Mungu ndiye aliyekuwa mbunifu. Maana Mungu ndio aliyebuni cha kwanza kuelea juu ya maji. Maana hebu nikuulize kwa jinsi ilivyojengwa na uzito wake, ilieleaje juu ya maji? Ndio maana akili za Mungu hazichunguki. Ukienda kwenye masuala ya operation, mtu wa kwanza aliyefanya operation kubwa alikuwa ni Mungu. Akamlaza damu usingizi mzito, akafungua ubavuni mwake, akatoa ubavu mmoja, akamtengeneza mwanamke, akaifunika vizuri kiasi kwamba hakuna alama kwenye ubavu wa mwanaume. Yeye ni daktari wa madaktari. Amen. Yeye ni mbunifu wa mabunifu. Amen. Yeye ni fundi wa mafundi. Amen. Yeye ni mtaalamu wa wataalamu. Yeye ni yote katika. Na walikopi kutoka kwa Nuhu. Maana Nuhu akapata mwongozo kutoka kwa Mungu, akatengeneza safina. Ina maana boti ya kwanza kuelea juu ya maji ilikuwa ni agizo kutoka kwa Mungu. Ndio maana watu wa Mungu, kitabu hichi mimi nakiheshimu sana. Kitabu hichi ina kila kitu. Ongeavyo, lakini kila kitu kiko hapa. Ndio maana watu wa Mungu, Biblia bado inabakia kuwa kitabu kitakatifu. Hebu tuende kwenye sura ya 8 tuone ya kuwa, je, tayari safina inaelea juu ya nini? Juu ya maji, lakini inaelekea wapi hakujulikani, lakini ipo juu ya maji tu. Lakini Nuhu
amepata kibali machoni pa Bwana. Utakapopata kibali machoni pa Bwana, wale wote waliyekuwa na kutafuta kwa mabaya hawatakufikia tena, maana tayari wote wanapotea. Wote wanapotea. Nuhu, hata yule shangazi yake aliyekuwa anampenda ndio kwa heri mwalimu. Hata yule babu mdogo aliyekuwa anampenda na baba mdogo ndio kwa heri mwalimu. Nasema hivyo kwa Mungu. Mungu atakulinda, lakini kuna wakati mwingine Mungu atakutenganisha na wabaya. Mungu akutenganishe na wabaya kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akutenganishe na wabaya ili upate kusonga mbele na kufikia uzima wa milele. Amen. Na Mungu akamkumbuka Nuhu na kila kilicho hai na wanyama wote waliokuwa pamoja naye katika safina. Mungu akavumisha upepo juu ya nchi, maji yakapungua, chemichemi za maji. Umeona sasa? Ina maana ilikuwa ya mvua ile ilianza kunyesha, na sio mvua tu ilinyesha, na zile chemichemi zote zilikuwa zinatoa maji kwa nguvu. Tayari siku 40, ina maana zile chemichemi ziliacha kutoa maji na mvua naye ikaacha kunyesha, lakini maji yakabakia yamefunika wapi? Maji yakafunika mpaka milima. Ina maana Mungu akarudisha dunia kwenye uhali wa uumbaji, maana maji yalikuwepo mpaka juu, kisha Mungu akasema kwa paonekane anga katikati ya maji, na yaliyopo juu akayatenganisha kaenda juu zaidi. Uone kama Mungu alirudisha tena dunia katika ile hali yake ya nini? Hali yake ya zamani. Ndipo sasa anaiumba tena kwa kuiamrisha maji na ifume, ili sasa maji yaanze kupungua. Lakini maji yanapoanza kupungua, tayari ina maana Mungu ameshaiongoza ile safina ili moja kwa moja iende katwae katika ile milima ya Ararati, ambayo hiyo milima mpaka sasa hivi ipo, lakini katika nchi ya Uturuki utapata ile milima ya Ararati. Ilikuwaje Mungu anailenganisha mpaka inaenda kutoa juu ya Ararati? Akili za Mungu hazichunguki. Ndio maana Mungu anajua kila kitu kwenye maisha. Anajua njia zako zote, na mawazo yake ni mazuri juu yako. Ni wewe tu unayejichelewesha. Ni wewe tu ndio hujatembea katika mapenzi yake. Utakapotembea katika njia zake, mimi nakuhakikishia kuwa Mungu atakuongoza sahihi, na hakuna utakachokifanya kwa kubahatisha. Mimi hakuna nilichokifanya kwa kubahatisha kwenye maisha yangu. Kila ninachokifanya chini ya mwongozo wa Roho Mtakatifu huwa inakuwa sahihi. Nawe Mungu akusaidie ili kila kitu unachokigusa iwe vile vile Mungu alivyopanga katika maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Pia na madirisha ya mbinguni, mvua kutoka mbinguni kazuiliwa, maji yakadumu kuondoka katika nchi, na mwisho wa siku 150 maji yakapunguka. Umeona? Siku 150 hiyo unaongelea miezi mitano. Hiyo unaongelea miezi mingapi? Maana ukigawanya na siku 30 tayari unapata 5. Ina maana katika miezi mitano ndipo sasa maji yanafanya nini? Yanaanza kupungua. Lakini kumbuka ya kuwa siku 150 hiyo unaanza kuhesabu siku ile 40 ambayo mvua iliacha kufanya nini? Iliacha kunyesha. Bwana, watu wa Mungu tunahitaji kujifunza. Umejua kuna vitu vingine ukivisoma na visoma juu kwa juu haviwezi kuwa na tija katika maisha yako. Uwe mtu mtulivu, mtu mtii, mtu mvumilivu. Uvumilivu katika wokovu inalipa sana. Mtu amekuchokoza, vumilia. Sio ati mtu akikuchokoza na rusha mateke, eti sio nafanya mabaya. Mtu akikuchokoza, vumilia, umsamee. Hili ni jambo ambalo halipo katika mwili wa Kristo sasa hivi. Sasa hivi watu wamerudi kwenye jino kwa jino, jicho kwa chibuo kwa. Lakini nasema hivi, haipo hivyo katika Agano Jipya. Ilikuwaga hivyo kwenye agano la Mungu na wana wa Israeli ambao ni agano la kale. Lakini katika agano la Mungu na mataifa yote, lazima watu wasameane, lazima watu wapendane, lazima tuwaombee mema wanayetuudhi ama wanayetutakia mabaya. Hipo ndipo tutakapokuwa wale waliyepata kibali machoni pa Mungu. Lakini tusipofanya hivyo, siku sio nyingi Mungu hawezi kuwa na wewe tena. Bwana Yesu asifiwe.
Mstari wa 4. Mwezi wa 7 siku ya 17 ya mwezi, safina ikatua juu ya milima ya Ararati. Maji yakapunguka hata mwezi wa 10. Mwezi huo wa 10 siku ya kwanza ya mwezi, vilele vya milima vikaonekana. Ikawa baada ya siku 40, Nuhu akalifungua dirisha la safina alilofanya. Akatoa kunguru, naye akatoka akaenda huko na huko hata maji yakakauka juu ya nchi. Umeona sasa, inapofika ile siku ya 17 mwezi wa 7, tayari maji yanakuwa yamepungua, na kinachofanya nini? Safina inakuwa imetua katika ule mlima. Alafu imetua vizuri kiasi kwamba haijatua kiupande kiasi kwamba safina itaanguka. Umeona vitu vya Mungu vinavyokuwa vitu vilivyolengwa. Inatua vizuri, na maana ilikuwa katika mkono wa Bwana. Na tayari inapofika mwezi wa 10, siku ya kwanza, tayari maji yanakuwa yamepungua, lakini Nuhu anachukua tena siku 40. Kumbuka ya kuwa mvua ikanyesha siku 40. Nuhu anachukua siku 40 tena. Ina maana alianza na 40, anataka kumalizia na 40. Lakini kumbuka, katika kabla ya ile siku 40 palikuwa na siku 7. Hebu twende tuone baada ya siku 40. Baada ya siku 40 Nuhu anakutoa kunguru. Kunguru anafanyaje? Kunguru alipoondoka, kunguru hakurudi tena. Aliendelea kurukaruka mpaka maji akafanya nini? Yakapungua. Ndio maana kunguru afanye nini? Afugiki. Nuhu alijaribu kumfuga kwa Huwezi kumfuga kunguru hata siku moja. Hebu twende mstari wa 8. Kisha akatoa njiwa aone kwamba maji yamepunguka usoni pa nchi, bali yule njiwa kuona mahali pa kutua kwa wayo wa mguu wake, akamrudia Nuhu safinani. Maana maji yalikuwa juu ya uso wa nchi yote, naye tena kisha akamtoa yule njiwa katika safina mara ya pili. Njiwa akamjia jioni, tazama alikuwa na jani bichi la mzeituni kinywani mwake, ambalo amelitunda. Basi Nuhu akajua kwamba maji yamepunguka juu ya nchi. Akangoja na siku 7 tena, akamtoa yule njiwa, naye asimrudie tena kamwe. Ikawa mwaka wa 601. Umeona sasa, kuna kitu hapo cha ajabu sana. Siku 40 Nuhu baada ile safina kutua katika mlima Ararati, katika ile mwezi wa 7 siku ya 17. Ina maana unapofika mwezi wa 10 siku ya kwanza, tayari maji yanakuwa yameshapungua sana, naye anakuwa amefungua nini? Amefungua madirisha akaona, lakini anasubiri siku 40. Baada ya siku 40 anatoa nini? Anamtoa kunguru, lakini kunguru anaondoka moja kwa moja. Na anapomtoa yule njiwa anaenda na kurudi, maana anashindwa pa kutoa, lakini anasubiri siku 7. Anapomtuma tena anarudi na jani la mzaituni, lakini anasubiri siku 7 tena. Anamtuma, ina maana njiwa anakondoka moja kwa moja, anasema kwa Bwana, mimi sirudi huko tena, nimechoka na kufanya nini? Nimechoka na kukaa tu ndani ya mjumba mwaka mzima, angalau nafasi. Anaondoka moja kwa moja. Lakini sasa Nuhu anatambua ya kuwa pana usalama, na kinachofuata ni nini? Kinachofuata anarudi tena, anasubiri tena siku 7. Lakini palikuwa na mahusiano kati ya mwanadamu na wanyama vizuri. Kumbuka ya kuwa hapo bado Mungu alikuwa hajawatenganisha. Kwenye sura ya 9 baada ya mwanadamu, tutaona kutoka katika safina, ndipo Mungu ataweka utisho kati ya mwanadamu na wanyama. Kumbuka bado palikuwa na mahusiano mazuri. Na hebu pata picha, inakuaje huyu mtu aongee na njiwa aende, alafu alete na majani ya mzaituni? Palikuwa na frequency ya maelewano. Uumbaji bado palikuwa hapajawekwa uhasama kati
yao, maana bado hakuna aliyekuwa anahofia maisha yake. Mnyama anahofia maisha yake ataliwa na mwanadamu. Mwanadamu anahofia maisha yake akuwa atageuka kuwa kitoweo cha urafiki. Unaweza kaenda ukamwambia nani? Ukamwambia simba, bwana hebu tulia bwana, hebu nibebe simba. Wala simba alikuwa hana matatizo na mwanadamu. Twende. Ikawa mwaka 601 mwezi wa kwanza, siku ya kwanza ya mwezi, maji yalikauka juu ya nchi. Nchi umekauka. Na mwezi wa pili, siku ya 27 ya mwezi, nchi ilikuwa kavu. Mungu akamwambia Nuhu akisema, toka katika safina, wewe na mkeo na wanao na wake za wanao pamoja nawe. Umeona sasa? Pamoja na ameshamtoa njiwa na njiwa ameenda moja kwa moja, Nuhu akutoka kwa akili zake ndani ya safina. Alisubiri pamoja na nje manaonekana pakavu, pamekauka, hali imerudi katika hali yake nzuri, lakini pata picha kwa anasubiri mpaka Mungu anafanya nini? Mungu anamwambia kuwa sasa toka. Kuingia ndani ya safina, Mungu alimwambia, pamoja na amejenga ikakaa vizuri, lakini akasubiri. Yawezekana kabisa mali zote na kilo lichokuwa nacho ni cha kwako, lakini je, unamuuliza Mungu kibali, upate kibali cha utumieje mali hiyo? Sisi tumewekwa kuwa walinzi wa yale ambao tumepewa, lakini kumbuka ya kuwa jinsi ya kuyatumia tunahitaji tupate mwongozo kutoka na familia yake. Lakini pata picha kwa kuingia ndani ya safina paka apate kibali kutoka kwa Mungu. Mungu amueleze nenda, lakini pia kutoka sasa Mungu anamwambie atoke sasa yeye na jamaa zake. Watu wa Mungu, Biblia ituongoze turudi katika msingi tuliyetakiwa kuishi. Watu wa Mungu, mimi kama kuna kitu ninachofanya, siwezi kutoka nyumbani nisipige magoti na kumwambia Bwana, sasa ninatoka Bwana, niongoze niende salama. Ndio maana hata kama mambo yakiwa sijawahi kuwa na mambo yamekuwa mabaya kabisa kwenye maisha yangu mpaka nikasema here I'm stranded. Hata kama ni swala la gari, nikafika mahali naona tu utakuta hali inakuwa mbaya, lakini bado nitaendesha gari, nitafika nakotaka kwenda mpaka nitafika vizuri. Ni kwa sababu sifanyi lolote. Utaona nikifika mahala popote, hata nyumbani kwako nitaomba. Kwa nini niombe? Kwa nini nikifika hapa naomba? Maana siwezi kuanza jambo lolote pasipo kuanza na Mungu. Siwezi kufanya chochote pasipo kuanza na Mungu. Watu wa Mungu, jifunze kuanza kila kitu na Mungu. Anayeanza na Mungu huwa anamaliza na Mungu. Anayeanza na Mungu anakuwa chini ya ulinzi wa Mungu. Anayeongozwa na Mungu hawezi kuongozwa kwenye njia ya upotevuni. Ndio maana watu ambao wanamtegemea Mungu, wanamfuata Mungu, ni watu ambao hata siku moja hawapungukiwi, ni watu ambao hata siku moja hawakosei njia. Lakini kama wewe unatumia akili zako, ndio maana utakuta kabisa wewe umeshata mtukana mtu matusi ya nguoni. Usipoongozwa na Mungu utaongozwa na nani? Shetani. Ndio maana mkaribieni Mungu naye atafanya nini? Mpingeni adui shetani naye atafanya nini? Atawakimbia. Lakini mara ngapi unamkaribia Mungu? Huwezi kumkaribia Mungu kwa bla bla. Lazima tumkaribie Mungu kupitia kusoma Biblia. Watu wengi wajui, wanajua kuwa kumkaribia Mungu ni katika hata kama unakuwa na siku moja ya kukesha, watu wa Mungu, keshe. Don't have every day is overnight prayers. You are a human being. Your body needs to rest. Mwili wako unahitaji kupumzika. Ndio kama Mungu amekwambia kuwa, of course Mungu akitaka uombe, mimi kuna wakati Mungu akitaka niombe kabisa, yani lazima nishuke niombe, uweze kulala. Naweza nisipate usingizi, moja kwa moja nikaingia katika maombi. Lakini je, usipoongozwa na Mungu unafanya kwa ajili gani? Unafanya kwa ajili yako, kwa akili zako. Ndio maana watu wa Mungu, mfano mzuri ni huyu mtu wa imani. Katika wale waliotajwa kwenye kitabu cha Waebrania sura 11 kuhusu wale watu wa imani.
naye akajenga safina katika imani, akiwa na tumaini la kuwa gharika itakuwepo juu ya nchi. Lakini alivyojenga akafikisha miaka 100. Je, hakuuliza kwa hii miaka 100 yote bado gharika haijafikia? Bado hujafika gharika ose? Hujakata tamaa hapo. Alafu sasa Mungu aongei na wewe. Mungu anapokupa huduma anataka utende vyema. Tenda kwa kwenda kwa Mungu. Mifano hii tunahitaji kuitumia kuiweka katika maisha yetu. Huduma ni kama safina. Washirika ambao wanawatengeneza ni safina. Lakini je, unawaongoza kwa akili zako ama akili za Mungu? Watu wa Mungu, kama kuna kitu utakachofanya ambao ni hatari ya kaburi, grave danger, ni wewe kutenda chochote katika maisha yako pasipo kumshirikisha Mungu. Mstari wa 17. Utoe pamoja nawe kila kilicho hai kilichomo pamoja nawe, chenye mwili, ndege na mnyama, na kila kitambaacho chenye kutambaa juu ya nchi. Wajae katika nchi, wawe na uzazi, wakaongezeke katika nchi. Basi Nuhu akatoka yeye na wanawe na mkewe na wake za wanawe pamoja naye, kila mnyama na kila kitambaacho na kila ndege, kila kinachokwenda juu ya nchi kwa kabila zao. Wakatoka katika safina. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka kuteketezwa juu ya madhabahu. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya mwanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake, wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Muda nchi dumupo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hari, wakati wa kaskazini na wakati wa kusini, mchana na usiku havitakoma. Bwana Yesu asifiwe. Tayari anatoka kwenye safina na kila kitu, lakini anapokanyaga nje anatoa sadaka ya shukrani. Anajenga madhabahu, anatoa, yani kila mnyama, katika kila mnyama aliye msafi anatoa moja moja. Ina maana hakutoa aina moja tu, lakini pata picha kuwa anapoiteketeza juu ya ile madhabahu kama sadaka ya kuteketeza, ile harufu nzuri ndio ikamfanya Mungu akasema kuwa, anasema moyoni ya kuwa sitaangamiza na kulani tena dunia, maana tangu akiwa udogoni mwake anawaza mabaya. Lakini akasema inchi dumupo apata koma nini? Apata koma mchana na usiku, mpaka dunia itakapofikia mwisho wake. Lakini pata picha ya kuwa watu wa Mungu, pamoja na ameshapata kibali cha kutoka nje, anapotoka nje anamshukuru Mungu kwa ajili ya kumlinda, kwa ajili ya kulinda wale wanyama, kwa ajili ya kulinda familia yake. Umeona jinsi ambayo mtu ameokoka anatakiwa aende pamoja na Mungu. Tunahitaji kutoaje sadaka ya kuteketeza? Maombi yetu ya shukrani ni sadaka ya kuteketeza, ambayo ni manukato mazuri mbele za Bwana. Unapopiga magoti na kwenda mbele za Bwana na kuinua mkono na kusema, Bwana, ninakushukuru maana hata pumzi hii ninayepumua ni wewe unayenipa. Hata siku ya leo na muda huu niliyeona ni wewe Bwana. Unamwambia Bwana, natukuza jina lako kwa ajili ya kunilinda vyema, kulinda wazazi wangu, kulinda mkoa wangu, kulinda Baba dunia yote Bwana. Nakushukuru sana Bwana. Hayo ndiyo sadaka yetu ya kuteketeza, ambayo ni harufu ama manukato mbele za kiti cha enzi cha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na Bwana, watu wa Mungu anazidi kufanya nini? Anazidi kuwa pamoja nawe, maana tayari unatunza ule uhusiano. Ndio maana nasema hivyo, watu wa Mungu, wale walikuwa wanakwenda mbele za Mungu na kumwabudu Mungu kupitia nini? Kupitia njia ya sadaka. Tunakwenda mbele za Mungu na kumwabudu Mungu na kumsifu kupitia vinywa vyetu. Ingawa pia unaweza ukatoa sadaka ya shukrani, lakini kumbuka, kwanza anzia katika ulimwengu wa kiroho
ambayo nenda katika magoti na mimine moyo wako mbele za Bwana na ujiachilie mbele za Bwana, na ukitambua ukuu wa Mungu uliokuwezesha. Watu wa Mungu, mimi hata ninapoona asubuhi nimeamka, huwa naona usiku kama ni safari ndefu sana. Huwa naiona ni kana kwamba kuvuka bahari kwenda mahali. Maana watu wa Mungu, ukihesabu duniani kote watu ambao wanapoteza maisha yao ndani ya usiku moja, utapata kujua ya kuwa wewe una bahati sana. Wewe kweli una kibali mbele za Bwana. Lakini kwa sasa hivi watu hawajali. Watu hata ukuwa mzima ujui kama ni Mungu. Hata kutoka kule ulikotoka mpaka kufika nyumbani mwa Bwana ni Bwana. Kupanda vyombo vya moto na kuwa hai ni Bwana. Ndio maana kila mwenye pumzi nafanya nini? Msifu Bwana. Hebu soma sura ya 9 alafu tutaishia hapo. Tuone hiyo, tukamilishe hiyo swala la gharika, ili kesho tuende katika moja kwa moja uzao wake. Lakini hebu tuone Naomba niombe. Tutaenda kesho katika sura ya 9. Maana hiyo sura ya 9 ipo laana ambayo tunahitaji kufuatilia au ndani zaidi. Ipo laana. Inawezekana kuna mtu alilaaniwa alafu wewe laana hiyo ikaangukia wewe. Nataka kesho tufuatilie laana. Kama ukoo wako ulilaaniwa, kama familia yako ililaaniwa, kama ni mama yako alilaaniwa na mama yake kwa sababu yeye alikuwa kichwa ngumu, alikuwa akiambiwa aoshe vyombo, anakataa. Alipokuwa anakaa na bibi yake, bibi akamwambia wewe na watoto wako utaona, na jambo hilo imeangukia kwako wewe. Tutaifuatilia kwaso kesho, maana ipo laana hata ya nchi. Kesho tuombee nchi yetu, tuondoe laana hizi za mvua kutonyesha na upungufu ya mambo mengine. Tunahitaji kuombea mkoa wetu, tunahitaji kuombea wilaya zote, tunahitaji kuombea nchi yetu, maana tutaongelea swala ya laana. Maana kama laana ilifanya mpaka watu wengine eti katika nchi yao eti wakafutiliwa mbali, wakakatiliwa mbali, isije ikawa laana inasumbua hata taifa letu. Laana yawezekana ikafungua familia zetu, yawezekana ikasumbua hata kanisa, yawezekana hata kana kabwana kamoja tu alinenea mabaya ya kanisa, ikawa kanisa imekuwa nini, ikawa na laana. Yote tunataka kesho tushikilie ili laana zote tuyakatilie mbali. Kuna maneno mabaya, unawezekana usijue laana ni nini. Kesho tuone laana ni nini, na hatimaye yawezekana mkono wako una laana. Kuna mtu lakini mbona hata sijala hata mandondo, sijala hata kuku, lakini mbona hela yenyewe imesha kimbia mkononi mwangu? Hela inakimbia mkononi mwako. Laana hiyo, maneno liyetamkiwa ama na mchungaji, ama na paroko, ama na askofu, ama na mshirika. Anatokeza tu mtendakazi mmoja na kuambia utaona wewe, lakini unamjafutenda mabaya. Mwingine ameomba kinyume nawe. Wangapi wanaomba kinyume nawe? So kumwaga. Tutaangalia laana kwa undani, maana laana ilisumbua sana watoto chukuliwa nao wakawa ni watumwa katika nchi yao. Tutahitaji kuondoa mabaya hayo yote ya laana. Ndio maana nimeweka pending hiyo sura ya 9, lakini naguswa kwa tuombe. Maana watu wa Mungu, joto limekuwa kali Dar es Salaam. Utadhani ya kuwa kipindi kile cha dhiki kuu ambayo jua itashuka, utadhani ya kuwa ndio imeshashuka. Unadhani ndio imeshashuka. Hebu kesho tuombe watu wa Mungu ili joto hili pia ipungue, isije ikawa ni laana. Bwana Yesu asifiwe. Kesho tutafuatilia habari za laana, tukienda katika ile laana ambayo asili ya laana ya mwanadamu. Maana mwanadamu aliyetamkia mabaya kwa laana ni huyo mtu ambayo tunaongelea habari zake, ambao ni Nuhu. Tutaona kesho. Nani mwenye swali kabla sijamshukuru Mungu? Kesho tutaanza mapema, maana kesho tunataka tufanyie kazi laana.
Hata ardhi yako yawezekana imelaaniwa. Hata ile ardhi uliyonunua ukaanza kujenga pale, yawezekana imelaaniwa, maana hujui ya kuwa hiyo ardhi ilikuwa ya nani. Wewe si ulinunuaga maana ilikuwa ya babu zako. Wewe ulinunua tu pale. Hujui kilichokuwa kinafanyika hapo. Unajuaje kama ilikuwa inazaa makosa? Unajuaje kama ililaaniwa? Utafuatilia kila kitu, hata ile kazi unayofanya, hata ile biashara. Wangapi ambao wamekutamkia mabaya ambao ni laana? Laana inaweza kanyausha hata nchi. Kesho tuombe tukomboe hata nchi yetu katika hizi laana. Nchi yetu inyoke, kae vizuri, mambo yaende vizuri, na bila shaka ni sisi wa kusimamia na kuombea nchi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umejua kama kuna kitu ambacho mimi nashangaa. Nyumbani mwa Bwana badala watu waombee nchi mambo muhimu, watu wanaishia kulumbana nyumbani mwa Bwana. Watu wananyosheana kidole mpaka watu watakosa kutuelewa sisi wa Kristo ya kuwa ni watu aina gani hawa. Watu wanaoongoza kwenye migogoro wao kwa wao ni wa Kristo, wabadilike. Hii ni picha mbaya. Watu wenye uhasama, wenye kisasi, wakati Mungu amesema kisasi ni cha kweli. Picha ambao wa Kristo wanaonyesha wanahitaji kubadilika duniani. Na hii ni kila sehemu, kila kona. Yaani kesho tuombe laana ambayo imeingia hata katika mwili wa Kristo, katika makanisa yanayofanya. Wa Kristo ni watu wasioeleweka. Watu wa Mungu, kuna wakati mwingine unaweza kaangalia wa Kristo ambao wanatakiwa wakae chini wenyewe kwa wenyewe. Mwingine mlokole, mwingine sijui mkarama, mwingine unashangaa kwa watu hasa wanahubiri habari za Kristo. Umoja wao ni Kristo. Kwa nini wasikae chini? Kwa nini wasitafutane wakae chini? Badala hii kurushiana maneno, alafu watu wa Mungu mpaka mambo yaeleweki. Sisi watoto wadogo kidogo tunajifunza nini? Sisi ambao ndio sasa tunaanza kufanya kazi, tujifunze nini katika haya watu wa Mungu? Wewe unajifunza nini wakati mimi madhabahuni hapa ninashambulia mtu mwingine? Na wacha nikwambie, mimi si mchungaji. Nisipomheshimu mwenyekiti wa serikali ya mtaa, yule ni kiongozi wangu, na kila uongozi umechaguliwa na nani? Maana ukishapinga mwenyekiti wa serikali ya mtaa, umeshapinga na mpaka ngazi ya juu. Lakini sisi ndio tunasema kwa kila uongozi umechaguliwa na mwingine. Mimi nakaa chini naanza kutoka machozi, maana where should I follow? Wewe umeokoka hapa, unapokaa pale katika pale katika ule mtaa, huko chini ya mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Yule ni kiongozi anayewakilisha nchi pale, ni yule kiongozi wa mtaa. Lakini sasa wewe umejenga pale kwenye ule mtaa, bado wewe Bwana unajionyesha kama. Nisikilize watu wa Mungu. Mungu atuongoze tuwe katika hekima ya kimungu. Ni sasa mimi unaniona hapa sasa hivi nikimchagua Mama Mushi hapa kuwa ni kiongozi hapa kanisani. Ukimdharau Mama Mushi hujadharau Mungu. Unawezekana wewe kaniheshimu mimi hapa mchungaji, lakini huyu msaidizi wangu ukafanya nini? Ukamdharau. Je, hujadharau? Hujamdharau Mungu? Maana Mungu si ndiye anachagua uongozi. Kuna wakati mwingine watu wa Mungu, mimi nasema Bwana, mimi nashindwa kuelewa Wakristo wanamtumikia shetani, wanamtumikia Mungu. Lazima tubadilike kama kuna jambo linakosea. Ndio maana nasema hivyo watu wa Mungu. Hekima ya sisi wa Kristo ni kama kuna jambo baya wa Kristo, na hata hawa viongozi wa Kristo, kwa nini wasiongoze kwa kukalisha watu chini? If there is any difference, why don't these leaders contact people who are having grudges and meet them and solve this dispute? The picture which these people are showing is very bad. What can we imitate? Tuige nini? Tunafundisha dunia nini? Hawa watu ambao tunataka waokoke tunafundisha nini? Tunafundisha kwa huku makanisani hapana amani, pana tu
pana jino kwa jino, chibuo kwa chibuo. Nasema watu wa Mungu tuendelee kuomba. Kesho njoo tuombee. Hata makanisa nadhani kuna laana. Ipo laana inayotafuna mpaka makanisa. Madhabahu yapo, madhabahu yanayotafuna na laana. Kesho njoo tuone habari za Nuhu, asili ya mwanadamu kumlaani mwingine, alafu ikiwezekana. Yawezekana maneno aliyotamkiwa madhabahu ndiye anayetafuna madhabahu. Yawezekana maneno aliyotamkiwa hata viongozi ndiye anayetafuna. Yawezekana maneno aliyotamkiwa mkoa, aliyotamkiwa nchi. Tuombe watu wa Mungu. Sisi tunaweza kuomba. Lakini sasa sisi ni wadogo sana kiasi kwamba tunawezaje, nani anaweza kutusikia sisi? Mungu. Lakini watu wengine tungekuwa sisi ndio watu tuko juu, tungepatanisha watu. Maana heri wapatanishi, maana wao watafanya nini? Watamwona Mungu. Lakini tunapokuwa na mgogoro wa Kristo, kwa nini wale viongozi, vile vyama vya wa Kristo, kwa nini isiingilie kati iwapatanishe, ili picha tunayoonyesha, tuache kuonyesha picha mbaya. Tunazuia watu kuokoka. Yaani ukipita kila sema unasema mimi ni mchungaji, toka hapa bwana. Ndio zao bwana. Ndio wale. Imagine. Just imagine. Biblia inasema hivi, heri kunyamaza kuliko kufanya nini? Patanishi, maana wao watafanya nini? Sasa kama watu wao wenyewe hawataki kujipatanisha na wengine, hebu nikuulize, hawataki kumuona Mungu, basi wameokoka gani hiyo? Mimi kama kuna kitu ambacho kinaniumiza watu wa Mungu, ni ili swala ambayo hata machozi yanaweza kanitoka hapa. Picha ambayo watu wa Mungu, hata ukienda kwa wenzetu hawa imani zingine, watu wa Mungu wana umoja. Moyo wa Kristo ambaye alishuka nao akasema kuwa uwasamee, maana hawajui walitendalo. Iko wapi? Lakini sisi ambao tunachipuka, ambayo tunajifunza katika hawa waliotutangulia, tujifunze nini? Ndio maana watu wa Mungu wa Kristo yani wametengana vibaya mno. Utakuta kila mtu yeye kivyake. Watu wa Mungu, Yesu hakuacha haya makanisa. Yesu aliwacha wanafunzi. Ndio maana sisi wote kwa umoja wetu akasema, nawaachia amri mpya na sheria mpya, naye ni pendaneni, nanyi mkipendana mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Hii sheria mpya na amri mpya iko wapi? Ndio maana nasema watu wa Mungu, kama sisi kweli tunataka watu waokoke, ina maana sisi tunatakiwa tuwe wapatanishi. Kama wewe mwenyewe huwezi kupatanishwa, je, wewe unaweza kupatanisha wengine? Ndio maana nasema hivi, shetani ameamua sasa hivi ataibisha watu mchana. Kwa sababu watu wa Mungu, kama utatenda mabaya, utaenda kinyume na Biblia, utakuwa basi moja kwa moja wewe umeungana na shetani. Na shetani hana mema. Shetani ana mema. Yeye ananguruma kama simba, amkute mtu mmoja mmeze. Hebu watu wa Mungu tusifurahi katika yote yanayoendelea. Mimi nazidi kufunga na kuomba ili amani ipatikane katika mwili wa Kristo. Tuwe na umoja wetu, jinsi katika ile karne ya kwanza wanafunzi wa Yesu walikuwa na umoja. Ndio maana pamoja na Wayahudi walikuwa kinyume na Paulo, lakini yule kiongozi wa kanisa la Yerusalemu aliyekuwa ni Yakobo, ndugu yake Kristo, walimuunga Paulo mkono. Wakina Petro katika ile mkutano uliofanyika Tanasara, walibidi waungane na Paulo na nani? Na Paulo na Baranaba, na Paulo na wakina Sila, ambao walikwenda wakahubiri kinyume na desturi ya Wayahudi. Na kumbuka ya kuwa ile ikawapa nguvu ya kupata kupeleka injili. Muda mwingi tunayepitia tukilumbana, hatuwezi tukafanya uinjilisti, hatuwezi tukaonyesha picha nzuri. Maana Mungu anatupa muda kwenye vyombo vya habari tupeleke injili ya kweli, tusipeleke ujasiri na mambo yetu. It's not about energy. Mungu anaponipa kibali ya kuonekana sasa hivi, nisipoongea ukweli, naongea vya kwangu vya nini?
personal problems should be outside the altar. Matatizo ya watu yatoke madhabahuni na suluhishwe nje kule. Ndio maana yapo mahakama, yapo na hizi taasisi mengine. Watu wa Mungu tuna hata umoja za kilokole. Kwa nini siingilie saidie walokole? Walokole wanaibisha. Lakini sasa tuwaelewaje walokole? Walokole wanaua injili wenyewe? Mimi naona kama walokole wanaua injili wenyewe. Muda umefika sasa iinuke kizazi kingine ambacho kitarudi katika karne ya kwanza ambayo injili ilifunikwa ikaachwa kule. We have to go back to the drawing board. Let us go back to the first century. It used not to be like this. There must be something wrong somewhere with those who are saved. What they're speaking, kimtokacho mtu ndicho kimjazacho. Nasema hivi, mimi nimesema haya nikisema kwa wewe unayenisikia badilika. Sema ninabadilika. Kwa jina la Yesu. Mtu wa kale inalipua kwa jina la Yesu. Ukali na uasama na hasira ni kazi ya shetani. Upendo na umoja ni kazi ya Kristo. Kwa damu ya Yesu. Baba unisaidie. Niache mabaya yote. Kwa jina la Yesu. Niwe na moyo ya kuwapenda maadui zangu na kuwaombea mema wanayeniudhi. Watu wa Mungu wanayekuudhi usiwaombee mabaya hata siku moja. Kesho mimi kuna watu waliyekuwa wananipinga, wengi tu niliwahubiria wameokoka. There were so many people who were opposing me. But now majority of them followed me. They came to realize that I wasn't praying against them. They came to realize that they were fighting somebody who was not their enemy. Sometimes you do pray while your enemies are just outside. Try to listen to the way you are praying. So when they hear you praying against them, definitely you are fueling the grudge. You are taking paraffin and adding it on fire. What of if your enemies come and by good luck they hear the way you are praying? You pray well, not against them. Definitely they will end the grudge. I'm telling you that the world has to change. If the world can't change, then what I will conclude is that the devil has taken control of the world. Shetani anataka kuchukua utawala. Kuomba. Mimi na wewe tunahitaji kuomba. Tunahitaji kuomba. Umejua kuna wakati mwingine hata mshirika anayetakiwa kumwombea mchungaji wake, yeye naye amejisahau. Tuombee watu wa Mungu. Paulo akasema, "Niombeni." Mimi namshukuru Mungu. Kama kuna mtu mwenye swali, sijui kama ni Mungu ameongea hayo, lakini Mungu ameongea na wewe. Mungu anasema na wewe. Mungu asemi na mtu mwingine. Yawezekana haya na kuhusu wewe, kwa sababu Mungu anataka wewe uliyemjua utoe mfano bora. Lakini nasema hivi, wewe utakapopata nafasi ya kwenda kuhubiri nje watu wa Mungu, badilika. Tuonyeshe mfano mzuri. Mimi nasema hivi, watu wengi wameoa kwa sababu ya kufuata matendo yangu yaliyo mazuri. Sisi ndio mfano mzuri wa Mungu hapa duniani. Mtu akiwa ndani ya Kristo ni Kristo anaishije? Kristo anaonekana ndani yako suma, ama sasa hivi nikanyaga Mungu wako kidogo tu kwenye daladala, na usinichezee kabisa bwana. Mimi usinichezee kabisa, yani utaweza kunitambua hapa sasa hivi. Umejua? Utanijua sasa hivi. Sasa kwa bahati mbaya mtu ameshakuomba na msamaha. Unaongea mpaka unashuka kwenye gari. Wanasema binti mwenyewe hajaolewa, kanaongea kama chereko. Bibi mwenyewe anasema
Huyu hata olewa, maana hata kiolewa hawezi kaa kwenye ndoa. Ushalaniwa hapo hapo. Huyu na bora siolewe tu. Hiyo imejipa. Unapofanya mabaya, kuna watu wengine ambayo wenye haki wanasema haki. Haki hiyo ndio inayokupiga. Kila anayesimama madhabahuni mwa Bwana anasimama mbele za Bwana. Jinsi ambayo Nuhu alisimama mbele za Bwana anapotoa ile sadaka ya shukrani ya kuteketeza baada ya kutoka ndani ya safina. Je, Nuhu angeweza kumisibia mbele za Mungu? Je, Musa angeweza kucheza mbele za Mungu? Nani mwenye swali kabla sijamshukuru Mungu? Nauliza kuhusu pale Mungu alisema wakati ile sadaka inatolewa na akapendezwa na ile harufu na akasemea moyoni kwamba hata iharibu nchi tena. Yaani usiku na mchana utakuwepo. Sasa najiuliza pale, yani ile tendo ni nani alilijua? Ni Nuhu au huyu mwandishi ndo alijua? Nuhu. Kinachofanyika, nilikwambia ya kuwa aliandika kitabu cha Mwanzo alikuwa ni Musa. Musa alikuwa nabii, jinsi ambayo Yohana mwana wa Zebedayo aliandika Ufunuo alikuwa ni nabii. Kumbuka ya kuwa Musa aliandika maono iliyotokea miaka mingi kabla yeye hajawepo. Ina maana Mungu alimpeleka katika maono, aliona kila kitu, jinsi ambayo Mungu akamchukua Yohana mwana wa Zebedayo ama mwana wa ngurumo, akamuonyesha mambo yote yatakayotokea nyakati za mwisho. Ndio maana tunayo mwanzo na mwisho sisi kwenye Biblia hapa. Ndio maana Biblia ni mwanzo na mwisho. Mwisho jinsi itakavyokuwa ipo kwenye Biblia. Mwanzo jinsi ilivyokuwa ipo kwenye Biblia. Ina maana kupitia Roho Mtakatifu na kwenye maono ya Musa hayo yote alionyeshwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nani mwingine mwenye swali? Mchungaji, mimi nilikuwa nauliza kwamba Nuhu hapo Mungu alipoongea na Nuhu atengeneze safina. Baada ya miaka 20 ya kuongea naye tena, 120. Mpaka siku ile anakuja kutoka kwenye safina. Mpaka siku ile anamwambia ingie kwenye safina. Mpaka siku ile anamwambia kwa baada ya wiki moja mvua gharika itakuwa juu ya nchi. Ndio. Sasa unawezekana labda si wastahili, kuna mtu labda Mungu alikia kuongea naye labda muda mrefu au akasahau. Labda akarudi akafanya mabaya. Sasa hapo inabidi afanyeje? Kesho tuko hapa kwa ajili ya hayo. Yawezekana hapo mambo Mungu aliongea na wewe miaka mingi ukasahau, ukaenda ukaingia kwenye mambo mengine. Tayari kesho tutaomba. Tupo kesho katika swala hilo ya kuwa yale ambayo Mungu aliongea na wewe alafu ukatoka. Mungu ni Mungu wa nafasi ya pili. Akupe nafasi ya pili ya kupata kuyatimiza, maana yawezekana hapo ndio baraka zako. Yawezekana hapo ndio kutoka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu nasema hivi. Tukifanya kazi ya Mungu kwa umoja na tukasimamia ukweli, tukaishi maisha matakatifu, tukatoa mfano bora katika taifa na katika dunia, nasema usiseme swala la kubarikiwa. Mungu atakubariki tu. Amen. Hakuna Mungu mtu aliyetembea na Mungu asimbariki. Lakini usitafute baraka kwa nguvu, usije ukaingia kwenye baraka za shetani. Ukitaka hela zile ziko nyingi hapo nje, lakini hizo hela zitadumu, zingine zinakuwa moja kwa moja. Ndio maana tukae katika Bwana, turudi katika mapenzi ya Mungu ili tubarikiwe katika ile baraka ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nani mwingine kabla sijashukuru Mungu? Wanyama wasio safi waliingia kwa sababu ya kuhifadhi uzao wa wanyama. Ndio maana wale ambao hawakuwa safi waliingia mume na mke wawili, si ndio? Lakini kwa ajili ya kuhifadhi nini? Kuhifadhi uzao. Bwana Yesu asifiwe. Bila shaka umenipata. Nani mwingine? Swali la mwisho Costa, naona. Swali la mwisho ili ni mshukuru Mungu.
Manefili hawa kama hapo kipindi cha gharika walizwa wote. Lakini baadaye tunaona hiki kipindi cha Nuhu tena baadaye hapo wanapatikana tena. Walitokea wapi tena? Wale cha Nuhu walishapata na gharika. Lakini tunakuja kipindi cha Ibrahim huku baadaye wanaonekana tena huko. Walikuja kutokea wapi? Walikuja kutokea katika uzao ya Misri ambayo alikuja kutokea Wafilisti. Umeona? Lakini Misri alikuwa ni mtoto wa nani? Misri alikuwa ni mtoto wa Hamu. Lakini kumbuka laana ile pamoja na kulaaniwa Kanaani, lakini kumbuka ya kuwa laana hiyo ilikuwa ya nani? Laana hiyo ilikuwa ya Hamu. Ndio maana kinachofanyika ni nini? Kupitia Nuhu aliyepata kibali, dhambi inaingia tena, lakini dhambi inaingia kupitia nini? Inaingia kupitia matunda tena. Anapochukua zabibu anakamua, anatengeneza nini? Tengeneza divai, analewa pale pale. Tayari mabaya yanafanya nini? Yanatokea kwenye kinywa chake. So tutaona kesho, tutaona kuwa Wafilisti walikuwa wana wa Misri, lakini katika Wafilisti wakajitokeza nani? Wakatokeza Wanefili. Lakini pia Kanani kabisa, wana wa Israeli. Musa alipotuma wale wajumbe 12 waende wakapeleleze nchi, walipoenda kule hawakuwakuta Wanefili. Hata katika Kanani kule walikuwepo uzao wake wa Nefili. Ndio maana akasema kuwa tulionekana kama mapanzi kwao. So kumbuka, Wanefili hawa wanatokea katika laana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutaendelea kesho. Kwa hapo acha nimshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mtakatifu Bwana, mtakatifu Bwana. Wewe ni mtakatifu, maana jina lako ndio jina kuu lipitao majina yote. Katika jina lako kila goti litapigwa na kukiri ya kuwa Kristo wewe ndiye Bwana. Baba, tumeona jinsi ambayo Nuhu alipopata kibali machoni pako, nawe ukamwambia aingie katika safina. Pamoja na alitengeneza, alikuwa na kila sababu ya kupata kuingia hata pasipo wewe kumwambia. Lakini tukajifunza ya kuwa Baba, Nuhu alikuwa ni mtii na alikuwa na mvumilivu, na Baba wa rehema. Wajalie watu hawa Baba wawe na watii na wawe na uvumilivu Bwana. Ninaondoa Baba roho za kiburi. Ninaondoa Baba laana na mabaya yote. Baba, kuanzia leo kila njia ya mtu huyu Baba uiongoze Bwana. Waongoze katika kweli la neno. Na Baba, ukweli huo iwaweke huru, maana imeandikwa nanyi mtafahamu ukweli, nao huo ukweli itawaweka huru. Baba, ninawatakaza kwa jina la Yesu. Jinsi ambayo Baba maji ikajaza tena dunia, ikafunika na milima Baba, na mikono Baba warembe ikazidi 15, ambayo ni mita 15. Baba, dunia ikarudi katika ile hali jinsi ambayo maji yalikuwa yamejaa juu ya uso wa nchi. Nawe ukasema katika ile siku ya pili ya kuwa na paonekane anga katikati ya maji, yatenganishe maji yaliyopo juu na chini, na maji yaliyokuwepo juu Baba ukayapeleka juu, yakatengeneza mawingu. Yaliyebakia chini Baba wa rehema kufunika Baba nchi, na siku ya tatu ukayaamrisha yakusanyike pamoja, nayo pakaonekana pakavu. Na ndivyo ulivyoiumba nchi, ambayo Baba ukaiamrisha ikatoa matunda yake. Naye Baba siku ya 6 ukaijaza kwa kuumba Baba kila kiendacho juu ya nchi chenye uhai. Baba mweza wa yote, nawe Baba ukaamua sasa uumbe kwa design ya tofauti. Ukaamrisha upepo, ukapuliza Baba wa rehema, na maji ikaanza kupungua Baba wa rehema. Kisha milima ikaonekana na safina kutua Baba katika milima ya Ararati. Baba wa rehema, maji yakazidi kupungua. Na Baba kisha ukamwongoza tena Nuhu na vyote vilivyokuwepo ndani ya safina na vitoke nje. Ndipo Nuhu akakutolea sadaka ya shukrani, sadaka ya kuteketeza,
ya Baba kila mnyama msafi na ndege aliye msafi. Nami Baba wa rehema, kwa maombi haya yawe ni manukato mazuri Baba wa rehema, kwa ajili ya sadaka ya shukrani kwa ajili ya mtu huyu aliye Baba chukua nafasi yake ya kufika katika Baba mafundisho haya. Watakazwe kwa jina lako Bwana Yesu, wakombolewe kwa jina lako Bwana Yesu, wakombolewe katika hatua zao Baba, wakombolewe katika nafsi, roho na mwili, wakombolewe katika afya zao Baba. Nafunga magonjwa yote, nafunga kuzaa mapuza, na Baba wa rehema, jinsi Nuhu na familia yake walivyotoka katika safina wakiwa wazima na wakiwa salama, watu hawa Baba wa rehema wanavyoondoka hapa Baba, watoke wakiwa wazima, wakiwa salama, wakiwa wamerudi katika asili ile Baba ya utakaso. Nami namwekea kila mmoja ulinzi Baba, maana ni wewe ndio ulinde, usipolinda walinda kesha bure. Na Baba, kumbuka taifa letu Baba, laana yoyote inayegusa taifa la Tanzania tunalifuta kwa damu ya Yesu aliye mmoja kutoka katika kichwa chake alivyowekewa taji la miba. Maana Baba wa rehema, ardhi kalaaniwa ikamtolea Adamu chongoma na miba kama ishara ya laana. Baba wa rehema, katika ile miba, taji la miba aliyewekewa Yesu kichwani mwake, ile damu iliyotoka kichwani mwake ni damu Baba ya kushinda Baba laana zote. Katika hiyo damu nashinda laana katika taifa la Tanzania kwa jina la Yesu. Nashinda laana iliyopo milimani, nashinda laana iliyopo katika bahari, iliyopo katika chemichemi za maji, iliyopo katika anga la Tanzania, iliyopo katika miji ya Tanzania, iliyopo Baba katika makanisa, iliyopo Baba katika imani, iliyopo Baba katika wachungaji na maaskofu na viongozi wote, na Baba mwili wa Kristo. Baba wa rehema, laana iliyotamkiwa kinyume na maaskofu na wachungaji inayowatafuna Baba, ninalifuta kwa damu ya Yesu tokao kichwani mwake. Kwa damu ya Yesu ninawakomboa kwa jina la Yesu. Baba wa rehema, mwili wako ambao ni wa Kristo ama Ukristo Baba wa rehema, ionyeshe mfano bora. Roho Mtakatifu, gusa kila kanisa, gusa kila kiongozi wa dini, gusa kila askofu na mchungaji, gusa Baba na viongozi wadogo wadogo makanisani, gusa na viongozi Baba wa rehema wa kitaifa. Baba uwabariki Baba. Na Baba, mimi ninawapatanisha katika ulimwengu wa kiroho, maana imeandikwa heri wapatanishi, maana wao watamuona Mungu. Natukuza jina lako Bwana, maana uasama ambao shetani analeta kati ya wanadamu ambao ni ndugu Baba wa rehema, ninalifuta kwa jina la Yesu, ninalifuta kwa jina la Yesu. Nakomboa Baba wa rehema nchi yetu Baba wa rehema, na kuanzia leo Baba tunawapatanisha viongozi Baba wa serikali na viongozi Baba wa rehema ya makanisa. Umoja uendelee kuwepo Baba wa rehema. Baba, hata hali ya joto iliyezidi katika mji wa Dar es Salaam Baba na nchi yetu ipungue kwa jina la Yesu. Tunarudisha hali ya hewa ya Dar es Salaam Baba na nchi yetu, jinsi Baba ulivyoiumba, jinsi ulivyorudisha dunia Baba katika kipindi cha Nuhu katika asili ya uumbaji, baada ya wao kutoka katika safina. Rudisha nchi yetu Baba katika asili yake Baba, katika amani yake Baba, katika uchumi wake mzuri, ukituongoza Baba chini ya rais wetu Baba, tukifikia Baba mafanikio makubwa. Tunatukuza jina lako kwa ajili ya amani itakaendelea kudumu katika taifa letu, na taifa letu Baba wa rehema kuwa ni mfano Baba wa rehema mzuri. Ninatukuza jina lako Baba hata kwa ajili ya kundi hili Baba iliyopo hapa na wote wanaotufuatilia Baba, maana haya yatakaa Baba katika nafsi, roho na mwili, na Baba itakuwa ni kumbukumbu kwao, na neno lako likipata kuwafanya tena upya. Gusa wote Baba wa rehema, pasipo kusahau taifa la Israeli, maana imeandikwa ya kuwa anayelaani Baba wa rehema taifa la Israeli naye atalaaniwa, anayebariki atabarikiwa. Baba, ibariki taifa la Tanzania Baba, jinsi unavyobariki Baba wa rehema taifa la Israeli. Natukuza jina lako, maana umetukua kuliko wote, na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Amen. Tupigie Bwana makofi makubwa. Basi tumefikia hapo, mtakatifu wa Bwana uwe na wakati mzuri, lakini haya weka katika matumizi ya kila siku. Hubiri amani, uwe mpatanishi, maana kazi yetu ni kupatanisha Mungu na wenye dhambi, lakini pia kupatanisha watu. Uwe mpatanishi kwenye mtaa wako, na heshimu viongozi wote
kuanzia kwa wale wa chini waliopo katika mtaa wako, maana ni viongozi wako. Na tukisema kwenye Biblia kia viongozi wote, kila uongozi umetoka mbinguni, basi na tuwatambue viongozi wote kwa jina la Yesu. Tusije tuwe tunawapinga sisi. Bwana Yesu asifiwe. Umejua saa nyingine tunaongea, baadaye ukija kuhubiri mtu anasikia mahubiri yako hapa, baadaye anasikiliza tena anasema huyu anacheza na watu, anaona kama watu hawana akili. Nini? Leo umehubiri hivi, kesho nahubiri upside down. Tunabomoa mwili wa ufalme wa Mungu ama tunajenga? Kama tunabomoa, basi sisi ni watoto wa shetani. Basi tutaanza kuweka question mark kubwa. Basi naishia hapo, na Mungu anasaidia wengine kama anavyonisaidia kwa jina la Yesu.